So Jim Charles ya watu amepitia Torres, Iyali, amepitia Asamoah wa Ghana, Iyali, amepitia Dube tu wa Yanga. Ziende katika mechi ya pili, lakini tunatoa rai. Psychologist ni lazima wawafuate hawa wachezaji wetu, wawaambie kwamba finali yetu sio ya Berkane. Finali yetu ni ya tarehe 27. Ndio tutawaona wale walosema kwamba Stellenbosch ni wabovu. Ndio tutawaona wale walosema sasa Al Masry ni wabovu. Na sisi tutawaonyesha kwamba hii finali hatukubahatisha. Wamefanikiwa kumaliza wa pili, wamekuja robo finali. Na mzaa mkubwa katika robo ya finali umekwenda kumtoa bingwa mtetezi. Kwa hiyo bingwa mtetezi walivyomtoa hawakumbahatisha. Ni kwa sababu inaonekana waliwekeza, inaonekana walisajili, wakawa na wachezaji wa aina ya kucheza katika nusu finali. Simba tumeona sasa timu tulioitengeneza kwamba tumetengeneza timu kwa ajili ya kuja nusu finali. Hichi kipengele ndio kilikuwa kinatupa tabu mpaka tukadhalilishwa cha kupewa jina cha kuitwa Mwakarobo, lakini tukaondoa ile jina la Mwakarobo. Tulivyoingia nusu finali, Fadu huyu ni bonge wa kocha, Fadu huyu ni bonge wa mwalimu. Alikuwa na mpango mitatu usiofuatilia kwenye mechi ya nusu finali. Hasa unapoicheza nyumbani kuna mipango mitatu. Mpango wa kwanza ni kumzuia mgeni asipate goli, kwa sababu katika mashindano yetu ya Kiafrika goli la ugenini linakuwa lina nini? Linaleta shida. Na Simba ni miongoni mwa watu walioathirika na goli la ugenini. Kwa hiyo kwanza ilikuwa ni mpango A huo wa kuhakikisha wageni hawawezi kupata goli. Kwa mpango huo Fadu alifanikiwa. Mpango wa pili ni kushinda. Katika mpango wa kushinda inaweza ukashinda goli moja, unaweza ukashinda goli mbili, unaweza ukashinda na kuendelea. Mpango wa tatu ni kuvuka ukiwa nyumbani. Sasa ili uvuke uwe nyumbani ni lazima ushinde kwa idadi kubwa ya magoli. Lakini hapo ili ukiwa nyumbani unatakiwa ushinde kwa idadi kubwa ya magoli. Hivi sasa inaonekana Jean Charles au kutokana na kile ambacho amekifanya siku ya jana, baadhi ya mashabiki wengi wa Simba hawakupendezwa nacho. Mngekuwa mnaongoza kwa takriban magoli mawili, ingeweza kuwapunguzia mzigo kule South Africa. Kwako wewe kama mzee wa B, ndani ya dakika 90 zilizotokea kule Zanzibar ulizionaje? Katika mchezo wa mpira kuna mambo makubwa yanatokea. Na haya mambo ni kila mchezaji lazima apitie. So Jim Charles ya watu amepitia Torres, Iyali, amepitia Asamoah wa Ghana, Iyali, amepitia Dube tu wa Yanga, amepitia Iyali. Kwamba una sehemu ya kufunga wewe unakwenda unafanyaje, unakosa. Hizi ni changamoto. Lakini kuhusu mlima inatokana na wewe umejipanga vipi, na inatokana mpinzani wako amejipanga vipi. Ukiangalia Ulaya msimu wa mwaka jana au mwaka juzi, tulimuona Barcelona alimfunga Liverpool goli 3-0. Ikawa Barcelona akaona huu mlima nilimwekea Liverpool ni mlima mkubwa sana. Huo katika pati ya ulima wa magoli. Lakini alipofika Anfield cha moto kilichomtokea mwenyewe alikiona. Kwa hiyo sasa tunazungumza timu yetu sisi Simba, ni kocha wetu amestandard vipi, ameiunda vipi, ameiandaa vipi katika knockout game. Kwa katika knockout game tumecheza mechi za away zisizopungua 5. Hizi mechi 5 tulizozicheza, tumecheza na Al Tripoli, tulikuwa away, tukatoka bila. Tukaja nyumbani tukafanya vizuri. Tumecheza na Constantino away, tukafungwa 2-1. Tukacheza na Efficiency away, tukawafunga wao 1. Tukacheza na Bravo away, tukascore goli 1. Kwa hiyo hapa kuna cheni imejitengeneza kwamba Simba away kupata goli ni kitu ambacho kinafanyaje? Kinawezekana. Unaona safari mnaenda kuimalizia South Africa? Hii safari tunakwenda kuimalizia South Africa. Kwa sababu gani? Tumeingia robo finali kupitia Tanzania, yani kuingia nusu finali. Ina maana tumepitia katika nyumbani. Sasa tunakwenda finali kupitia away, yani tunakwenda kuingia finali kwa kupitia nje. Uwezo tunao, timu tunayo, mashabiki tunayo na kila kitu tunacho. All of all, tarehe 27 sio nyingi. Tarehe 27 itaamua. Kwa nini itaamua? Stellenbosch ni timu ambayo imekuja sasa hivi, lakini imeingia sehemu ambapo hapafai. Kwa sababu gani tunasema sehemu ambapo hapafai? Simba imejiandaa. Simba inapohitaji kitu chake hakuna wa kumzuia. Wana Simba wote tuna imani na timu yetu. Haya matokeo aliyopata Jim Charles Ahoua, huyu ni mwanetu, huyu ni ndugu yetu, huyu ni mchezaji wetu. We are happy with Simba for anything. Katika kila eneo Simba tuko nao. Kwenye shida Simba tunao, kwenye raha Simba tunao, na kwenye mafanikio Simba tunao. Wana Simba wasitaki kuingia katika mitego ya watu wa pande wa pili. Hawa hawataki sisi tuende finali kwa sababu Mungu anawaadhibu, Mungu anawaonyesha. Hawa ndio walikataa kwamba Simba hawezi kucheza shirikisho finali. Sasa Mungu anawaonyesha hiyo finali ya shirikisho mnaitaka nyinyi.
mwamba anaingia. Kwa hiyo Jim Charles aone lile ni kosa la kawaida tu. Wameshafanya wachezaji wakubwa kama kuliko yeye. Kwa hiyo yeye anachotakiwa, mechi ya kwanza imeshaisha. Fokazi zetu zote watu wa Simba na wachezaji na viongozi ziende katika mechi ya pili. Lakini tunatoa rai, psychologist ni lazima wawafuate hawa wachezaji wetu. Wawaambie kwamba finali yetu sio ya Berkane. Finali yetu ni ya tarehe 27. Kwanza tushike tarehe 27 tuingie finali. Alafu baada ya kuingia finali, haya ni mambo mengine. Tunapozitengeneza nafasi, tunapozipata nafasi, lazima tuzifanyaje? Lazima tuzitumie. Tukitengeneza nafasi 6, tutumie 5. Na hiyo imekuwa ni changamoto kwa Simba, unaiona? Hii sio changamoto kwa Simba, ni kwa timu nyingi tu. Mnatengeneza nafasi nyingi mnashindwa kuzitumia. Utengenezaji wa nafasi na utumiaji wa nafasi inatokeana na mpinzani unacheza naye. Ndio maana tunasema hivi, hili la tarehe 20 limeshafanyaje? Limeshapita. Kwa hiyo wana Simba wote tukae bonding, tukae join, tuwe pamoja. Ile tunaosema hatuishii hapa ni kwamba tunamaanisha kweli hatuishii hapa. Na kila kauli mbiu tutakaoianzisha lazima tuifikie mwisho wa ahadi. Tulisema hii lazima tutavuka, na kweli tumevuka. Tulisema do or die, na kweli tukaionyesha do or die. Sasa tunasema hivi, hatuishii hapa, sisi ni lazima tuende. Kwa hiyo wana Simba, kila mwenye passport tarehe 26 basi tuungane na timu, tuelekee wapi? Bondeni. Simba nguvu moja. Maoni ya wachambuzi lakini unaona? Wachambuzi wengi wa Bongo wamedhalilishwa na kikosi cha Simba, kwa sababu wakati kikosi hiki tunakisajili, hawa ndio walikuja mguu mbele. Hawa ndio walisema kwamba wameingiza maagizo mapya, Simba haiwezi kufika popote. Lakini sasa leo wanaona kila wanapochisema wao, Simba inaonyesha positive. Hatufiki popote, leo tuko nusu finali. Kwa hiyo uchambuzi wao haiwi ikawa bakora kuturudisha sisi nyuma. Wao wachambue wanapoelewa sisi, lakini tuna imani na timu yetu, tuna imani na viongozi wetu, tuna imani na wachezaji wetu, na sisi mashabiki tunasema tupo nyuma yao. Ubaya ubwela. Kipindi nyinyi ambapo mnapigana kuiwakilisha Tanzania kimataifa, Young Africans wenyewe wanaendelea kushinda katika kila mechi zao ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Wanakuambia mje kukutana mwisho wa msimu. Leo hii Young Africans wanaenda kukutana na Fountain Gate. Kwanza tunazungumza kama kweli Yanga wamekiri tuje tukutane nao sisi mechi ya mwisho, basi itakuwa ni mara ya mwisho kukiri matapishi yao, kwa sababu kauli yao ya kwanza walisema wao walishamaliza mechi tarehe 8. Kwa hiyo kama umetoa kweli speech, wana imani. Yani wao wanasema wanaendeleza kucheza mechi zao, wanawasubiri nyinyi sasa. Sisi tutacheza mechi zetu na sisi tutashinda mechi zetu. Sasa ili apatikane bingwa ni lazima ipatikane mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo sisi tuna imani kwa sasa hivi. Kwanza taifa tunataka tuleke sehemu salama. Sisi tumetoka kimataifa, ni kwamba hatuko nje, kwamba tunawakilisha kwanza nje kuko vipi. Tukishakuweka nje salama, tunaingia ndani. Na hapa ndani tukija, sisi mechi zetu tunapiga kama kawaida. Tunasema mechi ya ligi, Yanga wao na wacheze mechi yao ya ligi, kwa sababu ndio tiketi ya kuelekea wapi? Kimataifa. Ili uende kimataifa ni lazima ufanyaje? Udominate ndani. Kwa hiyo sasa hivi tunaangalia kwamba wao wamalize mechi zao za ligi, na sisi tukija kuanza wasianze zile lawama kwamba mbona hivi viporo kila mtu anakuja wanaekeana wanapigwa, kwa sababu kuna wakati watakuja kuvizungumzia hivi. Ila tutakachowaambia wao wajitahidi mechi zao washinde. Alafu sasa tumuone sasa kati ya Yanga na Simba ni nani kasajili kwenye dabi itakaofanyaje, itakaopangiwa tarehe, kwa sababu walituambia wao dabi wao hawachezi. Ina maana wakishinda mechi zao zote zilizobaki sasa hivi, na sisi kama Simba tukishinda mechi zetu zote, itakuwa ipo gap ya pointi moja. Sasa hiyo pointi moja itapatikana vipi? Ni lazima Simba na Yanga wafanyaje? Wacheze. Sasa hapa sasa ndio tutawaona wale walosema kwamba Stella Boch ni wabovu, ndio tutawaona wale walosema sasa Al Masry ni wabovu, na sisi tutawaonyesha kwamba hii finali hatukubahatisha. Hii finali tumejiandaa. Hii finali tulioenda huku, hii ndio Simba tunahitaji ambayo tupeleke huku. All of all, siwezi kuzungumzia kitu chochote kuhusu ndani, kwa sababu timu yangu ya Simba sasa hivi inajiandaa na wapi? Na mambo ya nje. Kuhusu mechi ya leo ya Yanga na Fountain Gate, tunajua kwamba katika mechi ya ligi Yanga atatumia njia zozote anazozijua yeye, imradi afanyaje? Apate point, kwa sababu hawa Fountain Gate wako sehemu salama. Tunapozungumza wako sehemu salama, hawashuki wala hawaendi playoff na wala hawaendi katika ubingwa. Kwa hiyo wanachokifanya hawa ni kwamba wanajiandaa kwa ajili ya mwakani, na ndio maana hata jana wakakubali kupata bakashasha za supu za mbuzi, imradi tu wamalize hivi vitu. Kwa hiyo tunawaambia
Wao wadili na supu, sisi tunadili na vikombe.